Safari ya matumaini katika kutafuta utajiri kidogo ilianza kuonesha nuru, kwani tayari walishaokota mapande mengi sana ya dhahabu waliyaingiza ndani ya nyambizi. Japokuwa walikuwa na furaha kubwa, lakini walikuwa na huzuni kiasi kwa sababu wamempoteza mwamba Peter katika kina kirefu sana cha bahari. Mwamba alikuwa anafuata baadhi ya vipande vilivyokuwa vimeanguka. Robin akatangaza kuwa hawana chaguo jingine zaidi ya kurejea nyumbani, lakini wakati huo huo wanazungumzia habari za kurejea nyumbani, akaibuka mwamba mmoja anayefahamika kama Daniel. Jamaa alipotazama namna ambavyo watu wana haso mpaka kupoteza maisha kisa kutafuta tu hivyo vipande vya dhahabu, akaamua kuongea ukweli wa moyo wake, akisema kwamba ile kampuni ambayo ilikuwa imewajili mwanzoni na kuweza kuwafukuza kazi ina mpango wa kuangamiza. Yaani ile watakaposogeza pua zao tu katika fukwe za bahari mara baada ya kufikisha hayo madini, basi wote watauliwa isipokuwa yeye pamoja na baadhi ya watu ambao wako nyuma mpango. Mabaharia kusikia taarifa hizo mbaya za kinafiki, basi walijikuta wamechoka sana, wakaanza kumshambulia mwamba na kumvaa, lakini mwamba Robin akawakumbusha kuwa jamaa amegundua kwamba alifanya kosa, ametutaarifu mapema, vipi kama asingetuambia? Hawakuwa na namna nyingine isipokuwa kumsikiliza mwamba Robin. Mpango wake ni upi? Robin akasema kuwa sasa inatakiwa tusirudi katika nchi ya Marekani, bali tunatakiwa turudi katika nchi ya Uturuki, huko tutapata hifadhi naamini. Kisanga ni kwamba mfumo wa sona ule unaotumika kutoa taarifa ya wapi ambapo wanapita na vikwazo vipi vilivyopo katika maeneo hayo, ni tayari ule mfumo ulisharibika na inakuwa ni ngumu sana kurudia huko Uturuki, kwa sababu itakuwa ni kimbembe kizito sana kwa sababu njia hawazijui vizuri. Lakini huyu mwamba anayefahamika kama Ben akasema kuwa mpango wako ni mpango wa mauaji. Kiufupi ni kwamba kutupeleka Uturuki ni kama kwenda kutuua, kwa sababu katika njia hizo lazima tutapata ajali na nyambizi yetu italipuka. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba huyu Ben akaenda kumshambulia mtu ambaye alikuwa anaongoza meli kwa wakati huo na akamuua pale pale. Watu wote wakabaki wamedoa, huyu jamaa ana mpango gani? Miamba waliokuwa na vyuma kwa maana ya bunduki wakaanza kuzinyosha hapa na vitisho vikawa vimeanza. Wengine wanakubali kupita njia ya Uturuki na wengine wanakataa na kusema kwamba warudi kule kule katika kampuni walikokuwa wametokea. Mtaalamu wetu kichwa kinamuuma, hajui nini afanye, akabaki kushangaa tu matukio yanavyozidi kwenda hapa ndani. Sasa katika dakika hizi za kushangaa, kumbuka kuwa nyambizi haina mtu wa kuiongoza kwa sababu tayari kapteni alishauliwa na huyu Beni, jamaa ambaye anaonekana kuwa na tabia tofauti sana kwa wakati huu. Ikasikika bonge la kishindo kikubwa, na kumbe nyambizi ilikuwa imeweza kugonga sehemu ndogo sana ya ubavu, na hapo maji yakaanza kuingia ndani. Yaani ukisikia watu walitetemeka na matumaini yao yakawa yamekwisha, basi ndio katika eneo hilo watu wote wakajikuta wanatilika jasho licha ya kwamba walikuwa kwenye baridi. Mbaya zaidi ni kwamba wako katika kina kirefu sana cha bahari. Hata ukichomoka humo ndani ya nyambizi, kuogelea mpaka ufike juu ya bahari ni safari itakayokuhitaji hata kutumia saa moja. Hasa swali ni moja, ni nani ambaye ana uwezo wa kubana pumzi yake asipumue kwa zaidi ya saa moja? Ukweli ni kwamba hakuna. Kwa hiyo safari hii ya matumaini ikawa inawakata kabisa wa miamba, kwa sababu walichokitafuta wanaanza kipata. Hasa bwana, katika eneo hili la nyambizi huwa kuna segment tofauti tofauti. Kwa wale wasiojua, unaweza kufuatilia makala yangu moja nimewahi kuifanya kupitia channel inaitwa Mawio TZ. Hiyo channel nimeweza kuelezea namna gani nyambizi inafanya kazi chini ya maji. Hasa kweli ni kwamba ndani ya nyambizi kuna vitu vinaitwa segment. Yaani huwa nyambizi inagawanywa, na lengo la kuigawanya hivi ni kwa sababu ya kiusalama. Kwa hiyo wakati mwingine ambapo nyambizi imeweza kupasuka sehemu, huwa unaweza ukafunga segment moja na segment nyingine zisihusiane. Na ndani ya mapipa hayo ndani ya nyambizi yako ya aina nyingi tu kidogo, lakini yako yale mawili ambayo ni makubwa zaidi yanaitwa main hall, lakini lipo moja ambayo linashika silaha za kivita linaitwa torpedo, na sehemu moja inaitwa control room. Hasa sehemu ambayo imepata shida ndani ya nyambizi hii ni miongoni mwa ile main hall katika segment mojawapo. Kwa hiyo ikabidi ifungwe hiyo sehemu. Wote waliopo huko wakaendelea kufa, lakini wengine wakawa wameingia katika sehemu ambayo inaitwa control room. Daniel aligundua kwamba amebakia katika chumba ambacho maji yake yanazidi kuongezeka kila dakika. Akawaza namna gani ambavyo alikuwa amebeba siri ya kwamba hawa watu watakwenda kuuliwa, namna ambavyo watu hawa wanaweza kujitoa kwa ajili yake. Basi mwamba akaamua kujitoa kafara, akasimama katika eneo ambalo maji yatazuiliwa kabisa kuingia katika vile vyumba vya control room ambavyo vinatumika kwa paleti hii nyambizi. Basi moja kwa moja jamaa alifia katika eneo hilo, lakini alikuwa amezuia maji kuingia kule ndani. Na mpaka kufikia sasa waliobakia hai ni watatu tu, mwamba Robin, Toby na mwamba mmoja anafahamika kama Sheld. Hasa kuna jambo likazua kizungumkuti hapa ndani. Mwamba Robin ndo akaanza kutoa yale mavazi ya kuweza kuwazuia wao wasiweze kupata shida katika maji. Sasa huyu Sheld alipogundua kwamba kumbe haya mavazi yalikuwepo, akaanza kupiga makelele na kusema kwamba kwa nini umeacha wengine wafe? Mwamba akasema kwamba nilikuwa na hizi nguo kwa ajili ya watu kuweza kuogelea, zilikuwepo ni chache sana, na niliwaambia pale mwanzoni kwamba tunahitajika kuwa na nguo nyingi, lakini mlinikatalia na kusema kwamba mmekuja kutafuta utajiri na si maisha huku. Na tena kwa bahati nzuri aliyekuwa akiongea hayo maneno alikuwa ni mwamba Sheld, akajikuta
watu wameanza kulia kwa sababu yeye ndiye alikuwa amesema kwamba wanakwenda kutafuta utajiri na si kutafuta maisha. Sasa limeweza kumkuta la kumkuta, ndo analalamika, kwa nini ulificha hizo nguo za kuogelea? Na Mwamba Robin akasema kuwa katika eneo tulilopo ni mahali ambako ni kina kirefu sana, vaeni mavazi haya, mwisho wa siku tunatakiwa kutoka katika eneo hili na mpaka juu kabisa ya bahari, kwa sababu kadri tunavyozidi kusubiria katika eneo hili ni kwamba hii nyambizi haisongi mbele, bali inazidi kuzama kila dakika, kwa sababu mpaka dakika hii vyombo vyake ama vitu vyake vilivyo ndani havifanyi kazi, kwa nyambizi inazama taratibu. Jamaa Robin akaanza kuwavisha watu wake yale mavazi ya kuogelea, na hapa moja kwa moja wakaanza kutoka, lakini Shedi akaja kugundua kuwa kama huyu akiwafungulia wenzake na kuwatoa nje, maana yake yeye ndo atakayebakia ndani ya nyambizi. Mbona ni kama Robin anataka kujitoa kafara ama abakie ndani peke yake aweze kufa kabisa na hii nyambizi? Lakini baadaye akawatoa hofu na kuambia kuwa kuna mlango mwingine wa asili ambao unaweza kanisaidia mimi kuweza kutoka nikiwa peke yangu, nyie tangulieni. Baada tu ya miamba kuweza kutoka pale ndani ya ile nyambizi, basi bana walipiga mbizi hutakao uamini. Ndani ya lisaa moja wakapanda juu kabisa mpaka katika maji, lakini walikuja kushtuka kwamba Robin mbona bado hajitokezi? Huyu Robin yuko wapi? Kumbe Mwamba Robin ndio kwanza alikuwa anawasha sigara, kwa sababu aliamua kupoteza maisha yake huku chini ya nyambizi, akikumbuka kuwa alikuwa anapambana katika maisha yake ili aweze kumfurahisha mke wake na mtoto wake, lakini wote wameweza kumkimbia. Akaona kuwa hana sababu ya kitu chochote kukimbilia ama hana sababu ya kupambania uhai wake. Mwamba alitoka town kwenda kuyatafuta maisha, na sababu kubwa ilikuwa aje kuifurahisha familia yake waweze kumrejea, lakini sasa amegundua kwamba hata alichokuwa nakitafuta hataweza kukipata, na hata kama atarudi mjini atakuwa ni kapuku vile vile kama alivyoondoka. Kwa hiyo akaona kuwa hakuna sababu ya kuendelea kabisa kusurvive katika ulimwengu huu akiwa na hali ya umaskini huku amepoteza familia yake. Jamaa akaichukua picha ya familia akaitazama kwa uchungu sana, akikumbuka namna alivyokuwa anapendana na mke wake. Kumbe mke wake alikuwa anampenda kisa na mali. Isei kitu ilimuumiza sana mshikaji. Katika dakika za kuhesabu tu nyambizi tayari ilianza kushuka chini kabisa mpaka katika vilindi vya bahari, yani umbali ambao nyambizi imefika hata Mwamba akivaa hilo jaketi la maisha hawezi kutoboa. Na ukumbuke kwamba katika nyambizi kulikuwa kuna majaketi ya maisha kama matatu tu, kwa ilikuwa moja la Robin, moja la Shedi na lingine la Toby, lakini ajabu ni kwamba kuna jaketi ambalo liliweza kuonekana juu kabisa likielea. Shedi na Toby walijua Mwamba Robin huenda amekata moto. Walipojaribu kufungua ndipo walipokuja kugundua kwamba ni mapande mengi sana ya dhahabu. Mwamba aliamua kujitoa kafara maisha yake, lakini wenzake aliwaachia utajiri. Lakini pia Mwamba aliandika ujumbe kuwa kama mtazipata mali hizi basi msisahau kuigawia familia yangu hata kidogo. Pia akachukua picha ya familia yake na kuwawekea pale. Huenda katika kusubiri kwao siku moja boti itakuja kupita katika maeneo haya na kuweza kuokoa. Lakini mpaka kufikia hapo ndo tunakuwa tumefika ukomo wa tamthilia yetu nzuri sana ya shujaa ambao walikwenda kutafuta utajiri katika hazina ya bahari. Kumbuka kwamba mwanzo mpaka mwisho ulikuwa na mimi naitwa DJ Po na hii ni PVP Media Max. Hasa huenda kwa namna moja ama nyingine nyambizi inavyofanya kazi ni kitu ambacho kimekuchanganya sana, lakini kuna makala ambayo nimeweza kuitengeneza. Makala hiyo inaelezea namna gani nyambizi inaweza kuzama katika maji, lakini pia namna gani watu wanaweza kuishi ndani ya nyambizi. Na ili kuweza kupata elimu hiyo basi ni vyema kabisa katika hapo kwenye description kuna linki ambayo nimeweza kuiweka. Utafungua hapo katika comment ya kwanza kabisa utaona nimeandika namna nyambizi inavyoweza kufanya kazi. Utakapogusa linki hiyo itakupeleka moja kwa moja kwenye channel inaitwa Mawio TZ. Na hapo ndipo utakapokwenda kuelewa namna gani nyambizi inavyoweza kufanya kazi chini ya maji. Na hivyo vyumba ambavyo nilikuwa nikivizungumza kwa majina ya torpedo, main hose, lakini pia pale niliposema ni control room, pakoje na panatengenezwa vipi na namna ambavyo watu wanaweza kupumua ndani ya nyambizi. Ni elimu kubwa sana ambayo utaipata kwa gharama ya bure kabisa. Yani ni elimu ambayo wengine wanaisomea madarasani, lakini wewe utakwenda kuielewa kwa lugha nyepesi kabisa. Ni somo la kisayansi lakini nimelilahisisha katika lugha ambayo hata wewe mwenzangu kutokea huko Tukui ukanielewa. Tukutane katika likapu inayokuja, huenda itakuwa na mambo mazuri zaidi kuliko hii. Kumbuka kwamba baada ya kufikisha like 100 katika likapu yetu hii, basi tunaingia katika likapu nyingine. Moja kwa moja itakuwa ni nondo kuliko hata hii.